mojawapo, masilaha mojawapo ya kuweza kuadhibu Simba kama Simba walikuwa slow, kwa maana ukitazama walivyokuwa wanacheza ni kama wote pia walikuwa 50-50. Yani ukijaribu kuwatazama walivyokuwa wanacheza kwa muundo wa uchezaji au katika namna mtu alivyokuwa anaitazama mechi, unaweza ukaona kulikuwa kuna 50-50, lakini 50-50 haikuwepo. Kuanzia ball position Simba alikuwa more than, lakini ukiacha ball position Azam walichokuwa nakifanya wanapopoteza mpira, kitu cha kwanza wanachokifikiria ni kurudi nyuma haraka sana. Yani kurudi nyuma haraka sana. Sasa timu wachezaji wanapo sink backward, yani wachezaji wanafikiria zaidi kurudi nyuma, means unatengeneza mazingira makubwa ya wachezaji kutokuwaza mbele. Ndio maana sasa Azam walikuwa akipandisha mashambulizi kwa counter play, kwa maana kwa counter attack, ili waweze kucapitalize baadhi ya space za Simba ambazo walikuwa wameziacha wazi. Bahati mbaya kwenye dakika 45 ambazo mimi nilikuwa najisema kwa nini Simba walikuwa slow. Simba walikuwa slow, walikuwa na buy time, kwamba wanataka mabeki wa pembeni wakina Pascali, kina Rusajo wajichanganye tu apande, halafu zile nafasi waweze kuzitumia. Kipindi cha kwanza hawakuweza kupanda, walikuwa wapandi sana. Ulikuwa unaiona kabisa Azam ukichola ule mchoro, kuna wachezaji 4, kuna wachezaji 5, kuna mchezaji mmoja. Maana yake timu ilikuwa more defense. Kipindi cha pili sasa huenda ndio zilikuwa mbinu. Naweza nikazungumza hizi zilikuwa mbinu za Steve kipindi cha pili. Kwa sababu wameshaiona Simba inakuja taratibu, mabeki wakaanza kupanda. Ndio maana ukijaribu kuitazama Simba ilivyokuwa vizuri katika saikolojia ya kuwatafuta Azam ili kuweza kuwafunga. Angalia kipindi cha pili kilivyoingia. Mabeki wa Azam wakajigawa, wakaanza kulinda 3, viungo 5 na washambuliaji 2. Wale mabeki wa pembeni wakaanza kupanda. Angalia goli lilivyopatikana. Jezi nambari 12 alikuwa ameshapanda, defenders wa Azam wameshapanda, kwa sababu mfumo mzima wa kiuchezaji walibadilisha. Wakati ameshapanda, Simba anashambulia, idadi ya wachezaji wa Azam ikawa ni ndogo nyuma. Wakati anarudi sasa, kwa sababu kuna nafasi alikuwa ameiacha, Libasege ameshaanza safari na yeye ndio anakumbuka kurudi kwenye nafasi yake, anakuja kumfanyia rafu ambayo ni mbaya zaidi. Ikatokea faulu ambayo Simba akacheza na kaenda kufunga. Ni kwa sababu ya makosa ya madefender kipindi cha